Leo tuko katika semina hii inayohusu HIV. HIV ilipoingia kwa mara ya kwanza itengeneza hofu kubwa sana kwa watu. Sana. Na watu wamekufa wengi sana. Tena watu maarufu wengi wametoweka. Kabla ya watu kupata elimu namna ya kukabiliana na hilo wimbi. Waliopokea wameishi kwa matumaini na wanaendelea kuishi. Hofu ikiingia kwa mtu akiambiwa tu kwamba wewe una maambukizi basi, hofu inaingia, tumaini la kuishi ono halipo tena. Lakini akijengwa kisaikolojia, akaelekezwa, akapewa kanuni za kuishi katika kipindi hicho cha dhoruba hiyo, mtu anaishi. Wameishi watu miaka mingi, wengine wamezeka, wamelea watoto wao, wametunza familia, ndoto zao zimetimia, wamesoma na mambo kaza wa kaza katika jamii tulionayo, katika nchi yetu, lakini pia katika sayari hii. Utapewa taaluma hii na maarifa haya, moja, namna ya kujikinga mwenyewe, lakini pia namna kuwasaidia watu ambao wana hiyo tatizo. Tuishi salama, tukipendana, tukichukuliana, tukiwa na amani kwa makundi yote. Sote tuko kwenye sayari moja. Na sote tumekusudiwa na Mungu tuishi. Naomba unasikiliza uwe tayari kupokea ufalme wa Mungu wenye miongozo ya kimungu, wenye hekima ya Mungu, utakusaidia kuishi katikati ya watu wa makundi yote bila kuonesha hali yoyote ya unyanyasaji kwao, kwa sababu ufalme wa Mungu una upendo ndani yake. Haujaweleta ubaguzi, haujaweleta unyanyasaji, haujaweleta mikritimba za aina yoyote kwa mtu wa aina yoyote. Ni ufalme ambao umejaa utawala, wenye haki, wenye pendo na mshikamano katika nyakati zote. Yesu anatusihi kwamba yeye anatoa pepo kwa kitu kidogo sana. Kwa njia hiyo anadhihirisha kwamba ufalme wa Mungu upo. Ni ufalme unaotoa magonjwa. Tumeshuhudia mahali pengi unapoingiza ufalme wa Mungu, wagonjwa wanapokea uponyaji. Waliokata tamaa wanapokea tumaini jipya. Ambao walilegea wanaimarishwa. Waliolegea tukawaimarishe. Wenye changamoto za magonjwa wakaimarishwe. Yawezekana tusifanye mambo yale ambayo Yesu aliyafanya kwa 100%, lakini kuna kitu ambacho anakiachilia kwetu sisi tunaweza kufanya tukasaidia watu wakaishi kama alivyofanya yeye katika kipindi choishi kama mwanadamu. Aliwagusa watu wakapokea uponyaji. Waliishi, lakini ifika muda walikufa, kama ilivyo nature ya binadamu kwamba atakufa. Na sisi tunapewa hilo jukumu la kuwasaidia hawa watu kwa mifumo mbalimbali. Wataalamu watatuambia. Naona kuna watu ambao walipata shida ya HIV wakakata tamaa, wakalala kabisa. Lakini baada ya kupata counseling na kusaidiwa, waliinuka kwa upya, wakasimama, wakaona uso wa Mungu, wakaona baraka za Mungu. Naomba ufanyike baraka unasikia kwenye semina hii, ufanyike baraka ukawasaidia hawa watu. Wapo wengi kwenye jamii yetu. Wapo wengi sana. Tunasikitika sana kwamba Wamarekani wamejiondoa kwa sehemu katika kusaidia kwenye mfuko huu. Lakini asante, Mungu yupo hata katika haya. Bado taaluma inaweza kutusaidia, na bado muujiza Mungu unaweza kutokea. Ikatokea kitu kipya, Mungu akarejesha mkono wake kupitia hawa watu walikuwa na fadhili, waendelee kufadhili ili kila mtu afurahie maisha katika sayari hii tuliyopewa na Mungu. Serikali na mimi tutafanya mchakato utakaoweza kufanyika ili watu waendelee kuhudumiwa. Wimbi la HIV ni kubwa, lakini Mungu yupo. Naomba Mungu akutengeneze uwe msaada kwa watu ambao wanateswa na wimbi la HIV na maradhi mengine pia. Uwe msaada kwao kupitia maarifa utakayopokea, kwa sababu Mungu hajawahi dharau mateso ya watu.
yupo karibu na sisi. Ni sisi tu tunakiuka sheria na miongozo ambayo ametupatia kuishi katika sayari hii. Inapotokea kuna pando ambalo sio linalotoka kwa adui, tumeomba tukiwa safi, lakini katika mwendo mzima wa maisha yetu tunakutana na vikwazo hivyo ambavyo vinatusababishia shida na matatizo, lakini bado Mungu anatuangalia kwa pekee sana. Nilikuwa nawaza sana jinsi ambavyo wataalamu wameshughulika kwa hali na mali. Kundi la watu wachache wamejificha wakakaa mahali kuhangaika namna gani ya kuzofisha huyu virus ambaye ameleta mateso makubwa kwa watu duniani. Wamekaa wakajificha katulia. Mungu ameshuka kwao akapatia maarifa haya. Wakaibuka na kitu cha pekee sana, kwa msaada mkubwa sana kwa wanadamu wengi duniani. Dawa za kupunguza makali ya hili gonjwa zimesaidia jamii nyingi sana. Ambao walikata tamaa ya kupata watoto, wamepata watoto, wananyonyesha, furaha imerejea, amani imerejea, ndoa zikaimarika, mahusiano yakajengwa kwa upya. Mungu hajawahi dharau teso la mtu. Ukimlilia anasikia. Tukiomba anatenda kitu cha pekee kupitia watu maalum waliotengwa na kuwekwa kwa ajili ya kutoa huduma kwetu wanadamu. Tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Tuna sababu ya kumuomba Mungu. Tuna sababu ya kumuita asiufiche uso wake katika haya ambayo tunayapitia. Atuangalie kwa rehema. Tukimlilia anasikia. Nyimba Zaburi ali experience hayo. Tukimlilia Mungu kumaanisha anasikia. Na Mungu atusikie. Tulio watu wake, tulio wana semina, Mungu atusikie na atujibu. Tuwe msaada. Ukipokea mafundisho yasiishie kwako tafadhali. Hii itafanisha na mtu aliyefukia talanta isizalishe kitu. Ukipokea haya, jitahidi kuwaendea watu na wafahamu, wahudumie, waimarishe, uzae matunda. Isiwe bure. Naomba kama kanisa na kama wateule wa Mungu tuchukue jukumu la kupeleka elimu kwa watu wengine pia, iwasaidie. Ni njia mojawapo ya kuisaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hali nzima ya kupambana na hili tatizo na kuifanya jamii kuwa salama, wananchi kupata fursa ya kuzalisha na kujenga uchumi wa nchi yetu. Lakini pia tunapokuwa na afya njema kama wanadamu, tunakuwa na sababu ya kuzalisha na kwa sababu ya kujenga uchumi wa nchi na uchumi wa kanisa pia. Saidia hawa watu ambao tunao walishaathirika katika mazingira yetu, katika familia zetu, tuwatunze, tuwasaidie na bila kuwanyanyasa kwa namna yoyote, kwa sababu Mungu anaangalia pia mateso anayopitia. Ni wewe unaandaliwa sasa kuweka mfumo wa maana kuondoa machungu walionayo. Bwana aliyetukusanya hapa atuweke pamoja, tujifunze na kupokea kutoka kwa wataalamu wetu na kisha tuzae matunda. Lakini kwa leo tulikuwa na semina kwa ajili ya kuzuia maambukizi mapya kwa ajili ya virusi vya ukimwi. Kwa sababu ni muhimu sana kwa ajili ya kuwa na semina hizi. Na tumeanza na wafanyakazi hapa. Kwa nini? Kwa sababu huduma ya udiakonia iko hapa, lakini huu mradi tunawezesha na watu wa Mission 21 kama wafadhili wetu. Lakini tunaanza na jimbo hili la Kusini Magharibi kwa miradi ambayo pia inafadhiliwa na Mission 21. Kwa hiyo kwa sababu masuala ya ukimwi, kutokana kwamba ukimwi upo na kwamba kutokana na miradi kwamba wafadhili wengine walikuwa wameahirisha kutokana na hali iliyopo sasa hivi. Kwa mfano wafadhili kutoka Marekani wamepungua. Kwa hiyo Mission 21 tukaona kwamba kuna umuhimu au kuna haja ya kuendeleza kuwakumbusha watu kuhusu masuala ya maambukizi mapya ya ukimwi au virusi vya ukimwi. Kwa hiyo tutafanya huu mradi katika taasisi zote za kanisa la Moravian, kukumbusha jamii kwamba ni namna gani watajikinga na maradhi hao na virusi vya ukimwi na kutopata maambukizi mapya. Kwa hiyo tunaendelea kufundisha ili
kuwa create, tuseme awareness, kuwajengea uwezo na kukumbuka kwamba bado ukimwi upo na maambukizi bado yapo, na wakizingatia mafunzo haya vizuri, ni kwamba watakuwa pia mabalozi kuwaambia na watu wengine kuona umuhimu wa kwenda kupima na kuisaidia serikali kuona kwamba watu wake wanaishi katika mazingira yaliyo salama na wanaendelea kuondoa hofu juu ya masuala ya ukimwi, na kama na maambukizi ya ukimwi au virusi vya ukimwi, manake ni rahisi sasa kupata matibabu akaondokana na ugonjwa wa ukimwi, kwa sababu tunasema ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini. Pale anapokuwa amezingatia vizuri matumizi ya dawa ambayo inapunguza virusi vya ukimwi na akapata lishe vizuri, huyo mtu anakuwa ukimwi hana, anakuwa ametibiwa ukimwi, anakuwa hana, ila anakuwa anaishi na virusi vya ukimwi. Lakini pia itamsaidia kwamba aishi namna gani na ili asikutoambukiza wengine. Lakini pia kama hana, anaishi namna gani ili aweze kuwa na tabia njema ambayo itamkinga yeye asipate maambukizi ya ukimwi, na tukapata watu wenye nguvu na afya na kwa ajili ya kujenga taifa letu katika nchi yetu ya Tanzania.